Naendelea kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya, lakini kwa maono yake ya mbali na kuweza kutenga bilioni 18 na milioni 200 na kwa ajili ya mradi huu. Na ambapo baada ya nyongeza ya kazi wanatuambia imeongezwa milioni 400, sasa imekuwa bilioni 18 na milioni 600. Sasa kama mnavyojua, hali ya mabadiliko ya tabia nchi yameathiri dunia na Tanzania ikiwemo pamoja na mkoa wetu wa Tanga. Nyinyi ni mashahidi, mvua zilizotegemewa kuja katika mkoa wetu hazikuweza kufika kwa wakati na katika wingi unaokusudiwa. Wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa lakini na wataalamu kutoka ofisi yetu wanaoshirika masuala ya kilimo wanatambia kwa mkoa wetu kwa mwezi huu wa 11 mvua tulioipata ni 6% ya mvua ambayo tulitakiwa tupate, kiwango cha maji na muda wa mvua kunyesha. Kwa hivyo hii inasema nini? Kama tusipofanya jitihada, mkoa wetu tutakuwa na upungufu wa chakula. Japo tunayo akiba, lakini hatutaweza kufanikiwa kwa kiwango tulichofanikiwa mwaka jana. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ni maelekezo ya Waziri Mkuu alipokutana na viongozi wa wakilishi wakuu wa mikoa, na ametuelekeza kwamba sasa na sisi tushuke chini tuongee na wananchi wetu. Kwa hali hii ilivyo, ni lazima tuwaeleze aina ya mazao watakayoweza kulima kwa sasa. Na wale ambao bado, kwa vile tunategemea masika, tujipange tuweze kuhakikisha kwamba tunatumia vizuri masika. Lakini kilimo cha uhakika ni kilimo hiki cha umwagiliaji. Ndio maana tumekuja wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, tumekuja hapa kuangalia mradi. Mimi siridhiki. Kasi ya kazi ni ndogo. Hapa ilitakiwa wafanyakazi wawe wengi kama nyuki. Hii kupanga mawe hii, kama tungekuwa na wafanyakazi wa kutosha, tungekuwa tumeshamaliza huu mnyororo wote. Madam mmeongezewa pesa, tumieni gharama kuleta nguvu kazi kubwa zaidi katika eneo ambalo halina utaalamu. Eneo la kupanga mawe wala haina shida. Waongeze vijana wapo. Kama vijana wa Korogo wanaweza kuja Tanga mjini kufanya kazi ya kuchimba mitaro, watashindwa kuja hapa Korogo kufanya kazi? Ni vijana wanaojituma na wanapenda kazi. Kwa hivyo waiteni vijana wengi zaidi, na mimi nitakuja wiki ijayo nikute vijana wengi zaidi. Ili eneo hapa mimi nataka tulimalize. Tuhakikishe kwamba tumeweka hii embankment, maji yaanze sasa kuja. Na kwa sababu hatuna uhakika sana. Wenzetu wanasema inaweza mvua itakuja mwezi wa 3. Mvua zinaweza zikaja mwezi wa 2. Kwa hivyo tutakuwa tumepoteza fedha nyingi na malengo ya Mheshimiwa Rais hayatatimia. Lakini wakati tunamalizia mradi, tujipange huku kwenye downstream. Watu watakaotakiwa kuanza sasa kuingia kwenye mashamba, scheme za umwagiliaji, connectivity ya maji ianze kupangwa sasa. Tulikubaliana na vijiji hivi vya huku juu waweze pamoja na vya chini waweze kupatiwa maeneo, vile vyama vyetu vya ushirika na wanaoshirika na masuala haya, tusimame kwa pamoja kuhakikisha kwamba kila mtu anajua maji haya yatakapoanza kumiminika, mradi utakapoanza kufunguliwa, nani analima wapi na katika utaratibu gani, tuweze kujipanga. Sisi tunategemea Tanga tulishe Kilimanjaro, tulishe Manyara, tulishe Arusha kwa mradi huu mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ametuwekea. Kwa hivyo mimi nimeelekeza kupitia ziara hii kwamba kasi hairidhishi. Mkandarasi umweleze kabisa. Sijua si yule Mchina. Mweleze aelewe kabisa kwamba tumesema waongezwe watu, hii kazi iishe. Hii embankment iishe. Embankment iishe wakati mnaendelea kukamilisha maeneo mengine. Sisi tunataka huu mradi Januari mwishoni huo umekamilika. Mwezi wa 2 ni mwezi wa matazamio, ili tuone kama kuna mahali popote kuna leakage au kuna nini. Ili mwishoni mwezi wa 2 mapema kabisa mnakabidhi mradi ukiwa umekamilika na tayari mmeshafanya testing. Bwawa hili linahifadhi maji mita za ujazo milioni 37 na 500,000, hivyo kutosheleza mahitaji ya umwagiliaji wa bonde lote la Mkomazi. Mpaka sasa kazi kwa 84.9%. Muda wa ujenzi kimkataba ni miezi 24.
Muda uliotumika ni siku 675 hadi leo, kati ya siku 724 pamoja na nyongeza, ambayo asilimia ya muda ni 93.2. Gharama ya mradi ya awali ilikuwa ni bilioni 18,289,594,080. Gharama ya mradi baada ya kuongezwa kazi bilioni 18,629,902,540 pamoja na vati. Malipo yaliyofanyika mpaka sasa ni bilioni 11,267,488,065, sawa na asilimia 60.5. Muda wa uangalizi ni siku 365. Ujazo wa bwawa ni mita za ujazo milioni 37.5. Wanufaika ni wakulima zaidi ya 20,000 kutoka kata 7 za vijiji 28 katika wilaya ya Korogwe. Eneo litakalomwagiliwa ni hekta 9,000 sawa na ekari 22,500. Wakulima wa bonde la Mkomazi walikuwa na kilio cha muda mrefu kwa kulima kipindi cha mvua tu, lakini sasa watalima mara 2 hadi mara 3 kwa mwaka. Faida nyingine ya bwawa ni kupunguza athari ya mafuriko yanayokumba mashamba ya wakulima. Tunasema tumepokea maelekezo na tunayafanyia kazi.